Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 14 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Shehe apendekeza mbinu sahihi kufikia maridhiano nchini, na aliyehukumiwa jela maisha ajitetea kortini awashinda mawakili. Aliyehukumiwa jela maisha ajitetea kortini awashinda mawakili. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni uhaba wa matibabu unavyoumiza tiba. Uhaba wa matibabu unavyoumiza tiba, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na watoto 750 waokolewa mitaani ndani ya siku 10. Watoto 750 waokolewa mitaani ndani ya siku 10. Lakini mbunge kuwekwe tozo ya simu kusaidia barabara za TARURA. Mbunge kuwekwe tozo za simu kusaidia barabara za TARURA. Lakini diwani akamatwa akisafirisha mirungi. Diwani akamatwa akisafirisha mirungi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi ya asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwigulu apewa zigo bei ya mafuta. Dr. Mwigulu apewa bei zigo la mafuta. Lakini mtandao hatari vigogo wa mirungi. Mtandao hatari vigogo wa mirungi. Lakini mbunge ataka tozo mpya za simu kujenga barabara. Mbunge ataka tozo mpya za simu kujenga barabara. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na bado kuna habari inayosema kifo cha Marekani Zanzibar chaibua utata, mchumba ashukiwa. Kifo cha Marekani Zanzibar chaibua utata, mchumba ashukiwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye inaanza na habari inayosema DCA yabaini tishio jipya dawa za kulevya. Lakini wafungwa mahabusu 354 watoroka nchini ya ulinzi 2025. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo ni China yang'arisha utalii Tanzania. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo, nasema China yang'arisha ulinzi Tanzania. Lakini kutega uchumi Kariakoo kuhudumia wafanyabiashara 4,000. Kitega uchumi Kariakoo kuhudumia wafanyabiashara 4,000 na Watanzania wahimizwa umoja. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Dr. Mwinyi ateua viongozi. Lakini mtaala mpya kutoa vijana kwenye upeo wa kielimu. Mtaala mpya kutoa vijana kwenye upeo wa kielimu. Na Dr. Mwinyi awaapisha wakuu wa wilaya. Dr. Mwinyi awaapisha wakuu wa wilaya. Lakini kamati BLW yaagiza udhibiti uchimbaji mchanga mabonde ya kilimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele inaandika Dr. Nchimbi ataka ubunifu. Lakini Wasira afichua nguzo kuu ya ukuaji uchumi. Lakini janja kuficha mirungi kwenye AC yagundulika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Dr. Nchimbi awafunda mabalozi wapya. Dr. Nchimbi awafunda mabalozi wapya. Lakini Rostam aelekeza nguvu mradi wa Songosongo. Rostam aelekeza nguvu mradi wa Songosongo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika kasi ahadi ya Samia umeme vitongojini. Kasi ahadi ya Samia umeme vitongojini. Lakini DCA yabaini mbinu mpya za usafirishaji dawa za kulevya. Lakini Mwenge wa Uhuru wazindua miradi ya bilioni 51.8 Ilala. Mwenge wa Uhuru wazindua miradi ya bilioni 51.8 Ilala. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika serikali yapanua ufadhili masomo ya teknolojia. Lakini polisi watoa huduma afya baridi. Na Rais Samia akutana na katibu mkuu East Africa.
na Tanzania Marekani za kaza ushirikiano wa uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika vita kali dawa za kulevya, Chankwera akutana na Othmani Masudi Babu Duni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye asubuhi ya leo linaandika Tanzania Slovakia kuimarisha uhuru wa kidiplomasia na kiuchumi. Lakini mitandao mipya ya usafirishaji dawa za kulevya kubainika. Na bado kuna habari inasema serikali kulipa fidia bilioni 5.1 wananchi 1730 wanaopisha njia ya umeme Masasi Muhumbira. Muhumbika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo naandika Kiombo ajiunga na Napsa ya Zambia. Lakini kocha Yanga Masalanga Msheri watacheza. Kocha Steve Becker ataka mabao zaidi kwa Gomez. Lakini Samata apiga bao la ushindi Ufaransa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Machinga naandika Steve Becker bado awaza ubingwa wa Simba. Ateba azidi kuwa wa moto Iraki. Na Diara amaliza adhabu kurejea langoni. Kagera Geita wachungulia ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga macho yote ligi kuu. Lakini usajili wa pamba moto Simba. Makonda ausia walimbwende Miss Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo linaandika kwenye mchezo kocha rejesha shangwe Simba. Kocha rejesha shangwe Simba. Ibenge azitaka Simba au Yanga. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika mwisho wa Kamara Simba. Kasali anza kuandika historia. Dodoma Jiji waficha maumivu, waweka nia ya kulipa kisasi. Lakini Diara kukiwasha dhidi ya Mbeya City. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Uhuru naandika Baka bala. Huyo ni Steve Becker kocha wa Simba ni bala. Yanga ubabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Yanga ubabe. Lakini Maino safi Man United. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mchezo. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo naandika JKU yapa nafasi ya pili ligi kuu Zanzibar. Ibenge yapata kigugumizi Azam kubeba ubingwa. Lakini Simba kujipongeza kwa mnyama choma leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Habari Leo kuna michezo naandika mbunge ataka miundombinu bora Dar es Salaam AFCON 2027. Lakini Makonda awaasa walimbwende. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo naandika filamu ya Chobwedo Simba Yanga. Filamu ya Chobwedo Simba au Yanga. Sakata la soa wawili waibuka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Maxi anika siri Yanga kung'ara. Maxi anika siri ya Yanga kung'ara. Makocha 12 watimuliwa ligi kuu, wawili wa sepa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.